mazoezi hii? Kwa kweli kwanza tunawashukuru sana. Mwitikio huu umesababishwa sana na wanahabari, kwa sababu wazazi na walezi wasingepata taarifa bila wanahabari. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa mchango wenu mkubwa katika kuhamasisha kitu. Lakini cha pili, kuna somo kubwa ambalo linapatikana hapa, kwamba leo unaweza kaona watoto ambao wamejiandikisha it's almost 700, na katika hawa watoto waliojiandikisha wengi ni wa umri mdogo, na katika huo umri mdogo tunatoa fursa kwa watoto kuja kujifunza. Lakini unaona mwitikio wa wazazi kuwaleta watoto wao. Ukiangalia kundi kubwa hapa ambalo liko pembeni yetu upande wa kulia ni wazazi ambao wamekuja kusupport watoto wao ambao wanaamini wana vipaji. Kwa hiyo mimi nimekuwa muumini mkubwa sana wa kusema kwamba ukanda wetu wa East Africa, Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, over 200 million people wako katika huu ukanda, na mchezo wao namba moja ni football. Lakini bado hatujawa na impact kubwa kwenye mchango wetu wa wachezaji wakubwa barani Ulaya na duniani kutoka kwenye hizo zone yetu. Na mimi have done my research. Moja katika shida kubwa ambayo tunayo ni elimu ya hawa watoto ya mpira, na ndio hicho kitu ambacho tunakikosa. Sasa katika uongozi wetu, moja katika agenda ilikuwa ni youth development. Ingawa wakati tunaingia kwenye uongozi lazima uwe na kipaumbele, na tumefanya wakati huo tunaingia uongozi pia tulikuwa hatujafanya vizuri kwenye senior team. Kwa hiyo tukaweka jitihada kwenye senior team, na sasa tumeshakuwa stable, tunaanza kushuka huko kwenye youth development. Na this is one of them. Kuwa na program hizi za watoto wadogo ndio kitu ambacho kinaweza kuinua vipaji. Tunatoa fursa kwa watoto wenye vipaji kuanza kujifunza mpira katika umri mdogo. Tulianzisha Yanga Soccer Schools mwezi Disemba mwaka jana. Mwitikio umekuwa mkubwa, lakini ingawa naweza kusema pia kuna challenge kwa baadhi ya wazazi kwenye gharama, lakini sasa tumekuja na package ambayo ina sponsors. Leo tumepata sponsorship ya watoto 20, lakini baada ya jana kufunga mahesabu ya registration, mimi niko kwenye board ya foundation, tukasema hapana, hawa watoto 20 tutakuwa idadi ni ndogo kukompea na watu 600 700 ambao wamejisajili. Tukasema tuongeze mpaka kufika watu 30. Kwa hiyo hata hao 30 hawatoshi mkiangalia hapa vipaji vya kutosha, na hiyo idadi ni ndogo. Kwa hiyo tuna nafasi kubwa ya kutoa elimu kwa watoto, lakini tuna nafasi kubwa ya kuendeleza vipaji. So leo hapa tumeleta wataalamu, scout wa watoto, na mwisho wa siku tutapata wale cream de la cream ambao tutawapeleka kwenye hatua inayofuata ya udhamini na kuwafundisha mpira. Lakini bila kusahau mipango yetu ya serikali sasa hivi mnaweza kuiona, viwanja, training facilities nyingi zinaanza kujengwa. Tutakapokuwa tuna AFCON mwakani, tutakuwa na viwanja vya mazoezi vingi, tutakuwa na viwanja vya kuchezea mechi vyenye standard kubwa almost 5-6 katika nchi yetu. Nani atakienda kuvitumia? Lazima tuanze kuandaa hawa watoto. Kwa hiyo dhamira ndio hiyo. Nichukue fursa hii kuwashukuru sana GSM Foundation kwa udhamini, na tunaendelea bado kuwasiliana na baadhi ya taasisi mbalimbali. Tuna taasisi nyingine mpya ambayo baada ya kuona imevutiwa na yenyewe imedhamini watoto 10. Tutakwenda kuitangaza pia programu yake baada ya hii. Lakini tunatoa wito pia kwa taasisi mbalimbali. Hawa watoto wote hawawezi kuhudumiwa kwa hiyo idadi ya watoto 40 tu. Wakati umeona hapa leo wamekuja watoto almost 700, na taarifa tulizopata pia kuna wazazi ambao hawakupata nafasi ya kusajili. Wana watoto hapa wengi ambao tunatafuta njia ya namna gani tutaweza na wenyewe kuwapa nafasi. Ambao watoto there almost another 500 families ziko hapa. Kwa hiyo tunaomba taasisi mbalimbali zijitokeze. Hii program ni kwa ajili ya kunufaisha nchi yetu kwa ujumla na kutoa fursa kwa watoto, na kikubwa zaidi ni kutoa elimu ya mpira, wajifunze mapema, na mwisho wa siku tutapata wachezaji bora katika taifa letu la Tanzania. Tutapatikana 30 leo wote hapa au kutakuwa kuna phase ili kufikia hapo? No, hatuendi kuwapata 30 leo wote, isipokuwa ni process ya kuwapata 30. Leo hapa kuna watoto, hesabu za jana zilikuwa zinasema 630 mpaka jana, ingawa tuliombwa tena tuwapokee wengine, kitu ambacho hatujakifanya, lakini wapo katika usajili. Katika 630 leo itatoka idadi kubwa zaidi, sio 30, itakuwa kubwa zaidi, sijui ni wangapi, lakini hatutaki kulimit watoto kusema kwamba hawa tuwapoteze na kusema hawa hawajui mpira. Hapana. Kwa hiyo inawezekana wakawa 100, inawezekana wakawa 200, inawezekana wakawa 300 kati ya 600 leo wakapatikana. Halafu tutatoa fursa ya kuendelea kuwachuja zaidi. Tukipata hiyo short list ambayo labda sijui itakuwa ni ngapi, siwezi kutaja. Tukipata hiyo, tutatengeneza fursa ya hao watoto kuja sasa na kupata muda mrefu wa kucheza. Bahati nzuri nyewe wote watu wa mpira, dakika 20 peke yake hazitoshi kumassess na kusema huyu hawezi kabisa.
isipokuwa tutakachokifanya tutapick talent za juu. Sijui itakuwa ni idadi gani, lakini itakuwa idadi ya juu. Baada ya hapo tutatoa fursa ya kuwaita sasa. Kipindi cha mwezi mmoja tutawaita kwa makundi mbalimbali, labda watoto 80 kwa siku moja wakacheza mechi, watoto 80 kwa gawa katika makundi 3 4, wakacheza mechi na kupata muda mrefu wa kucheza. Hapo tutakuwa tuna nafasi ya kumuassess kila mmoja na kutoa fursa ya mtu yule kuwa assessed, kupata nafasi ya kucheza muda mrefu na kusema kwamba hapa kuna kipaji. President, mpango huu mara nyingi tunaona timu kibao zilishawahi kufanya Tanzania, lakini changamoto inakuja kwenye mipango sahihi ya kuwa mpango endelevu na kuweza kuwasaidia. Baada ya miaka 5 6 huwa tunakisahau kitu kama hichi. Ni mpango gani ambao mmeuweka na mnaufikiria ambao utakuwa endelevu na utakuwa unaendelea kuwasaidia vizazi na vizazi? Kwanza mimi ni muumini sana wa youth development na hicho watu hawajawahi kukiona. Ninachotaka kukwambia ni kwamba taasisi zetu zilikuwa zina changamoto sana ya kifedha. Unapata program za watoto haziwezi kudumu muda mrefu kwa sababu ya fedha, changamoto. Lakini sasa hivi tumestabilize kwa kupata mdhamini ambaye atabeba gharama za watoto kwa mwaka mzima. Kwa hiyo huyu mtoto atakayekuja kupatikana leo hapa atakuwa chini ya usimamizi wa Yanga pamoja na foundation kwa mwaka mzima. Kwa hiyo tutaiona impact, itaonekana. Unless huyo mtoto sasa kipindi cha mwaka mmoja tuone hatakuwa tumemchagua mtoto sahihi, inaweza kutokea na kusema kwamba hakuna progress kubwa. Lakini kwa hawa ambao tunawapata kutakuwa kuna muendelezo kwa sababu tayari kuna financial stability nyuma yake. Na sisi tuko very serious. Na leo nichukue fursa hii tutamtangaza kocha Badru. Nafikiri wengi wenu mnamfahamu, mmoja katika walimu bora kabisa wa youth development. Alikuwa Azam kwa muda mrefu pale na ametoa vipaji vikubwa sana. Tutamtangaza rasmi leo kuwa mwalimu wetu sasa wa hii elite group ambayo tunaipata. Kwa hiyo mtaweza kuona, na nimemtoa Uingereza, ameingia leo jana usiku specifically kwa ajili ya kuja kusimamia hizi timu zetu za watoto ili tuweze kupata matokeo mazuri kutoka kwao. Kwa hiyo it will be a separate window under sponsorship na under specific technical bench yenye uwezo wa kuwakuza watoto. President, ikiwa wewe ni kiongozi wa soka Afrika, kwa mwitikio huu unaashiria nini kwenye soka? Mimi naamini na nimekisema hichi kitu, ukanda wetu wa Afrika Mashariki mchezo namba 1 ni football. Na hatuna mchezo mwingine ambao tunaweza tukajivunia nao. Matokeo haya ya wazazi kuja hapa mimi nitakwambia ni idadi ndogo, kwa sababu watu waliopiga simu baada ya kuona hili jambo limetokea wamekuwa wengi zaidi kuliko hata waliojisajili. Kwa hiyo naamini mwitikio ni mkubwa, naamini wazazi wanatamani waone watoto wao wanakwenda kucheza kwenye timu kubwa, lakini naamini pia kwamba taasisi yetu Young Africans imeaminika kwa kiasi kikubwa sana. Na hii ni habari nzuri kwetu. Na niseme tu tutakuwa tuna hizi programu endelevu ili kuhakikisha tunasaidia youth development katika taifa letu. Asante. Mtoto anaitwa Conrad anaitwa, njoo hapa karibia na matangazo, mamako anakungojea. Conrad.